Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji, ni furaha yangu kukaribisha kwenye uchambuzi wa fasihi. Na leo tunarejelea uchambuzi wa tamthilia Bembea Maisha. Niite Fibian Muthama na nitaitika. Leo pia nina walimu tajika ambao wako tayari kutupambia kipindi hiki chetu kwenye Bembea Maisha. Lakini kwanza tuanze na salamu. Kwako mwalimu. Asante Bi Fibian. Nami niite Bwana Mesha Komuhaka, mwalimu wa somo la Kiswahili shule ya upili ya wasichana ya Moi Kamusinga. Karibu. Na dada yangu naitwa Bi Emma Makwa, mwalimu wa Kiswahili katika shule ya upili ya wasichana ya Lugulu. Karibu. Tunachangamka kutoka sasa mpaka mwisho wa kipindi, lakini tuanze na aliyotuleta hapa. Kwako mwalimu Mesha. Asante. Hii leo tunataka kuangalia swali, pengine maswali mawili. Halafu tuweze kuyajibu na kuelekeza mwanafunzi jinsi ya kuyajibu haya maswali. Kwa hivyo moja kwa moja tutaenda hadi kwenye swali ambayo ni swali la dondoo. Na nitasoma. Degree 2 si mchezo. Basi kama huo ndio umalaika haufai pesa 2. Ni shemeji yangu, lakini ushemeji una thamani ukiwa na udugu. Halafu swali la kwanza bila shaka, eleza muktadha wa dondoo hili. Pengine mwenzangu hapa atueleze jinsi ya kujibu hilo swali kabla hata tujalijibu. Kweli, nafikiri ni muhimu sana, manake haya maswali ya dondoo utoa wanafunzi vijasho. Kweli. Kwako mwalimu. Tunapojibu swali la dondoo, kuna mambo ambayo mwanafunzi lazima ayaangazie na kuyataja katika jawabu lake. Mojawapo lazima ataje ni nani anazungumza katika dondoo lile, kisha anamwambia nani, au iwapo anamrejelea mtu pia ataje anamrejelea nani, walikuwa wapi, kisha hatimaye aeleze ni kwa nini maneno yale yalitamkwa. Naam. Kwa hiyo tunaangazia yalitamkwa na nani, akiambia nani, na kwa sababu gani, walikuwa wapi, na kwa lengo gani, Kwa hiyo tunaangazia hoja 4 katika swali moja hili. Ndio sababu swali lenyewe huwa ni alama 4. Jibu hili litatuzwa alama 4. Ukikosa hoja utanoa, unachemsha. Tuanze na hapo kwako. Kwa hivyo bila shaka mtazamaji utapata kwamba maneno haya yamesemwa na Asna. Alikuwa akizungumza nao Sara, mamake Sara pamoja na dadake Neema, akimrejelea yule shemeji yake ambaye ni Bunju, mumewe Neema, akilalamika tu kuhusu uchoyo wa Bunju. Walikuwa pale hospitalini, mama amelazwa, binti zake wawili wamekuja kumtembelea. Kwa hivyo katika swali hili sharti mwanafunzi ataje sehemu hizi zote ili aweze kupata alama zote. Kisha hatimaye sehemu ambayo ya mwisho ni kwamba aeleze sababu kwa mujibu wa muktadha huu. Sababu ya Asna kusema mambo haya au maneno haya ni kwamba alikuwa anaona shemeji yake anayerejelewa hapa alikuwa ana msimamo kwamba mamake asiende kulala kwake Neema, ambako alikuwa anaona kwamba kuna nafasi kubwa zaidi kuliko kwake Asna. Kwa hivyo kana kwamba kidogo ana kashifu shemeji yake ambaye ana nafasi kubwa, na licha ya hayo hataki mama yao Sara kwenda kulala kule alipokuwa ameenda mjini ili kupata matibabu ya hospitalini. Kwa hiyo tumejibu hoja ya kwanza, tukasema mzungumzaji Asna. Swali la pili, hoja ya pili katika hilo swala la dondoo. Mzungumziwa ni Sara, Neema, na mrejelewa ni Bunju. Tunakuja kwenye hoja ya tatu hapo kwenye swali la dondoo. Walikuwa wapi? Walikuwa hospitalini, wameenda kumtembelea mama yao ambaye ni mgonjwa amelazwa. Tumebakisha hoja ya mwisho kwako mwalimu. Kwa nini? Sababu ni kwamba anamkashifu shemeji yake ambaye alikuwa anamsimamo kwamba hataki mama yao ambaye ni mkwe wake Bunju kwenda kulala kule kwa sababu ya utamaduni ambao wanaona kwamba mama mkwe hafai kulala kwa wanawe. Naam. Kumbe ni rahisi hivyo kama ba na cha. Naam. Lakini inabidi huo umesoma hichi kitabu kwa kina kuelewa haya mambo. Na pengine kwa kuongezea kidogo niseme kwamba
unapojibu, mwanafunzi anaposhughulikia maswali ya fasihi andishi, ni lazima ujikite kwa wahusika, jinsi ambavyo wametumika katika kitabu. Kuna mwanafunzi ambaye atatumia Sara na ataweka ile herufi H mwisho. Kwa hivyo itakuwa ni Sara ambayo iko na H pale mwisho. Huyo mhusika yuko katika Bembea ya Maisha. Kwa lazima ajikite katika wahusika na jinsi ambavyo majina yao yanafululizwa. Hata Neema asije akaweka Nehma wala isiwe Nehma ama isiwe Nema, iwe ni Neema. Neema. Nehema ama Neema. 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 Lazima afululize yale majina jinsi ambayo yamefululizwa katika tamthilia. Allah, lakini bila shaka amesikia. Nzuri. Nafikiri tumekamilisha dondoo au bado? Tumekamilisha namna ya kujibu swali la dondoo ambalo moja kwa moja linawahusu wahusika. Naam. Kwa hiyo tunasonga wapi baada ya dondoo? Swali la pili, jadili sifa 5 za mrejelewa katika dondoo hili. Ambapo tulisema mrejelewa ni nani? Ni nani? Mrejelewa tukamtaja kwa ni Bunju. Ni Bunju. Anayerejelewa katika ile dondoo. Kwa hiyo hapa tunazingatia sifa za Bunju. Naam. Tuanze na mwalimu Makwa. Labda kuwajuza tu wanafunzi ni kwamba unapojibu swali hili unaangazia sifa zake. Na ili kupata sifa zake najua tulikuwa tumeangazia awali, lakini unaangazia matendo yake ni yapi katika kazi ya fasihi. Zile hulka zake. Kisha anasema nini yeye? Kutokana na kile ambacho anasema tutampatia sifa. Naam. Moja kwa moja. Labda kidogo tu kabla ya sifa zenyewe. Pia wahusika wengine wanasema nini kwa husu, pale pia tutakuwa tunapata sifa za hawa wahusika. Kwa hivyo kutokana na maneno yake, mojawapo tutampatia sifa ya kuwa karimu. Na maneno yake haya ni maneno ambayo alikuwa anasema akiwa pamoja na Neema. Anasema kwamba yeye alikuwa amemlipia Salome karo ya shule hadi akamaliza shule ya upili, akaenda chuo kikuu pia akaendelea kumlipia karo ya shule. Hiyo inadhihirisha kwamba yeye ni karimu. Kwa hivyo anakuwa ni mtu karimu pale. Mwalimu ataendelea na sifa zingine. Vizuri. Tuseme pia kwamba huyu Bunju wetu ni mtu mwenye utu. Ana utu kwa kiwango fulani. Utu wake unajitokeza kwamba wakati kwa kupitia mbinu rejeshi tunaona kwa kumbukumbu za Neema. Anakumbuka ajali ya barabarani ambayo aliipata huyu Neema. Na huyu Bunju akawa anapita tu katika pitapita zake. Na akaona kwamba kuna ajali hapa na akajihusisha kabisa. Anasema kwamba alimshughulikia, akawaita wale madaktari wa the flying doctors, akalipia shughuli zote hadi huyu Neema akapata nafuu. Bila shaka huyu atakuwa ni mtu mwenye utu. Kwa hiyo unapata kwamba ni mtu ambaye ana utu. Na pia kwamba baadaye Neema anamjuza baba yake Yona kwamba heka za Bunju zimesaidia kugharamia matibabu ya mamake Neema. Kwa hivyo hata ingawa alikuwa ameonekana hataki kushughulika na matibabu ya Sara, lakini baadaye Neema anasema kwamba heka zake zilisaidia kugharamia matibabu. Kwa hivyo ni mtu mwenye utu. Zaidi ya ukarimu na utu, mwalimu Makwa. Pia tunaona kwamba mbali na ukarimu wake, mbali na utu wake, Bunju ni mtu mwenye msimamo dhabiti. Na msimamo huu ni msimamo kwamba mama mkwe hawezi akalala kwake. Na tunaona kwamba Asna alikuwa na chumba kidogo tu. Lakini licha ya kuwa na chumba kidogo, pale ndiko mama yake angeweza kwenda kulala wakati ambapo alikuwa mjini kwa ajili ya kupata matibabu. Kwa hivyo tunaona kwamba ule msimamo wake anaushikilia tangu mwanzo hadi mwisho. Anakuwa ni mtu ambaye ana msimamo dhabiti. Huyu Bunju wetu pia utapata kwamba ana sifa hasi na sifa chanya. Kwa hivyo pande mmoja ni mtu mzuri, pande mwingine tena ni mtu ambaye hapendezi. Kwa mfano, utampata ni mtu ambaye ana mtazamo finyu sana wa maisha. Yuko pale anagombana na Neema, akisema kwamba yeye anataka mtoto wake Lemi awe nambari ya kwanza. Neema anamwambia, jamani ameongeza alama darasani. Yeye anasisitiza tu kwamba lazima mtoto awe nambari ya kwanza. Kuongeza alama kwake sio jambo la muhimu. Lakini nami nikadhani kwamba mtoto akiongeza alama itakuwa ni jambo la maana zaidi na ile nambari yake. Kwa hivyo
Yeye mtazamo wake ni finyu, anajua tu kwamba mtoto wangu alikuwa nambari ya kwanza na atajisifia kwamba alikuwa nambari ya kwanza hata kama alama zenyewe zilikuwa za pale chini. Yeye sasa utakuwa ni mhusika ambaye ana mtazamo finyu wa maisha. Kabla sijasonga mbele, tulikuwa tumetaja swali la dondoo na tukanukuu maneno ambayo yako kwenye tamthilia hii. Tumeenda kwenye sifa za huyu mrejelewa ambaye ni Bunju Kundrari. Tumemtaja ni mtu karimu, mwenye fikra finyu na mtu mwenye utu. Je, hilo swali kabla niulize swali langu, huwa lina alama ngapi la sifa za mrejelewa? Alama huwa tofauti kwa sababu mwanafunzi ataelekezwa. Anaweza elekezwa kwamba kwa hoja 10, kwa hoja 5, kwa hoja 6. Kisha pale mbele ataonyeshwa idadi ya alama atatuzwa. Na kulingana na hayo maneno, labda kuuliza tu kwa ajili ya mtazamaji, maneno hayo yamenukuliwa. Unapotaja sifa, je, unarejelea sifa zilizojitokeza kwenye tamthilia kutoka mwanzo mpaka mwisho au ni kulingana na muktadha? Kulingana na swali letu, utaelekezwa. Swali litakuongoza. Iwapo utaambiwa tu jadili sifa 5 za mrejelewa katika dondo hili. Kwa hivyo ni mrejelewa katika dondo hili. Kwa hivyo sifa zozote 5 katika tamthilia zima. Kwa kidogo hapo katika dondo rahisi. Tuna la ziada mwalimu wako? Labda kuongezea tu ni kwamba mwanafunzi sharti afuate maagizo ya kila swali. Kila swali huwa na maagizo yake. Unaweza ukaambiwa kwamba jadili sifa 5 kwa mujibu wa dondo hili. Kwa mujibu wa dondo hili inamaanisha kwamba lazima ajikite tu kwa dondo lile peke yake, asitoke nje. Lakini likiwa wazi pia yeye anaweza akatamba kokote kule mradi apate hoja ambazo anahitaji. Kisha adokeze hoja zake vizuri. Hoja ya kwanza aseme karimu, apige mstari, atoe maelezo yake. Kimsingi sasa hivi katika utahini wa karatasi ya 3 ambayo ndio fasihi, fasihi simulizi, fasihi andishi, ni kwamba mwanafunzi sharti adokeze hoja yake vizuri na aeleze vizuri kwa kutoa idhibati ili aweze akatuzwa na kupata alama zake. Pengine swali la mwisho, dondo hilo. Naomba tusome tena hilo dondo. Dondo letu nasema kwamba degree 2 si mchezo. Basi kama huo ndio umalaika haufai pesa 2. Ni shemeji yangu lakini ushemeji una thamana ukiwa na undugu. Sifa tulizotaja tukirejelea mrejelewa Bunju. Kuna sifa moja ambayo ilijitokeza kwa ajili ya hilo dondoo peke yake tu. Kuna sifa maana tumeona ni karimu, lakini naona hayo maneno kidogo ni makali. Nafikiri sifa inajitokeza hapa ni ile ya msimamo dhabiti. Msimamo wake ni ule. Ndio maana anasema kwamba ni shemeji yangu lakini ushemeji una thamani ukiwa na udugu. Anasema hivyo kutokana na ule msimamo wake kwamba mama mimi ni mkwe wangu, hawezi akalala kwangu. Naam. Zaidi ya hapo kuna lingine? Swali la 3. Kwa hoja 5, eleza namna ambavyo Sara ametumika kuikuza ploti ya Bembea ya Maisha. Tarudia, kwa hoja 5, eleza namna ambavyo Sara ametumika kuikuza ploti ya Bembea ya Maisha. Pengine mwenzangu hapa atueleze swali lenyewe linataka nini. Sawa sawa. Sio kwamba mtu atafikiria ploti ni pale ambapo wanaishi pale nyumbani. Na mimi nitafikiri hivyo, lakini sababu kuna walimu hapo waliobombea wanatueleza kinagaubaga mambo tunayotakiwa kufanya sisi kama wanafunzi. Jambo la kwanza la kutaja hapa ni kwamba hili ni mojawapo ya maswali ibuka ambayo yameanza kutainiwa mitindo mipya katika utahini wa karatasi ya 3. Yale maswali si ya moja kwa moja tu kwamba eleza umuhimu wa mhusika fulani tu, lakini anafungwa. Na kule kufungwa si kwamba ile ni swali geni sana. Ni umuhimu tu wa yule mhusika, lakini amefungwa kwa kukuza ploti. Hivyo inamaanisha kwamba ni vizuri mwanafunzi awe amesoma kitabu, ameelewa, anajua ploti yenyewe inaanzia wapi, inaelekea wapi, na ni wapi kwenye ploti tunampata huyu mhusika anayerejelewa hapa ambaye ni Sara. Anafanya mambo gani? Iwapo tutamtoa Sara kwenye hadithi, je, kuna mapengo ambayo yatasalia?
Kwa hivyo haya ndio maswali ambayo mwanafunzi anafaa kujiuliza anapojibu hili swali. Kwa hivyo hata tunapoenda kumwelekeza baadhi ya majibu ambayo anafaa kuwa nayo, tutakuwa tunaangazia iwapo tutamtoa huyu mhusika, ni mapengo gani ambayo yatasalia. Kumaanisha kwamba amefanya kazi gani kukuza plot ya hadithi. Kwa mfano, kabla tumjue Dina, anayemtaja mwanzo ni nani? Ni Sara. Kwa hivyo tutasema kwamba anamtambulisha mhusika ambaye ni Dina, na kupitia kwake tunajua ukarimu na ule uwajibikaji na ujirani wa Dina. Kwa hivyo hapo atakuwa anakuza ploti, anatutambulisha kwa Dina, anatueleza wajibu wa Dina katika ploti. Dina anapoingia, kazi yake tu ni kumsaidia Sara, kisha baada ya pale hatujui tena mambo mengine kumhusu. Kwa hivyo pale ndipo ama hivyo ndivyo atakuwa anakuza ile ploti. Naam. Tuendelee kwa mwalimu. Tuseme pia kwamba huyu Sara anajenga na kukuza maudhui makuu katika tamthilia yetu ya Bembea ya Maisha. Kwamba maudhui kama vile maudhui ya ndoa, nafasi ya mwanamke katika jamii, swala la utabaka na kadhalika. Ni huyu Sara ndiye ambaye anakuza, anajenga na kukuza haya maudhui. Amesawiriwa kuwa ni mwanamke ambaye amewajibika katika ndoa yake. Amesawiriwa kwamba ni mwanamke ambaye anaelewa nafasi yake katika ndoa na nafasi yake kijumla katika jamii. Amesawiriwa kuwa ni mwanamke ambaye ni mvumilivu, lakini katika uvumilivu wake tena ana bidii zake katika malezi. Kwa hivyo amekuza maudhui kadha wa kadha katika ile hadithi. Iwapo huyu Sara hatungeona mke ambaye ni mvumilivu katika ndoa. Iwapo Sara ataondolewa katika hadithi, hatutampata yule mwanamke ambaye anaendelea na malezi hata baada ya mume wake kupoteza kazi yake. Iwapo tutamtoa Sara, hatutapata mwanamke ambaye anaugua maradhi ya moyo. Na tunapata maudhui ya maradhi yamejikita kabisa katika tamthilia zima. Kwa hivyo anajenga na kukuza maudhui katika tamthilia ya maradhi. Tuendelee mwalimu Mapa. Huyu mhusika wetu Sara pia tunaona kwamba amekuza mbinu za uandishi katika hadithi hii. Kwa mfano tu katika ukurasa wa 56 anakuza mbinu rejeshi na anatueleza matukio ambayo yalikuwa yashafanyika pale mwanzoni. Kumaanisha kwamba yeye hangekumbuka kutaja yale mambo hatungeyajua. Labda tutende pale katika ukurasa wa 56. Anasema kwamba alikuwa mwalimu hodari wakati wake. Watoto wakipita naye akipata zawadi mzomzo kutoka kwa wazazi na serikali. Kisha tena anaendelea kwa kumjibu Asna kwamba ulevi mwanangu. Gongo liliamega maadili yake, kimya na taratibu uwajibikaji ukawa umemponyoka na kuteleza kama sabuni. Kwa hivyo anatumia mbinu hii rejeshi kutujuza kuhusu uwajibikaji wa mwanzoni wa Yona. Kwa sababu tunapompata amepoteza kazi, analewa, hajawajibika, lakini njia tu ya pekee ya kujua uwajibikaji wake ni kupitia mbinu hii rejeshi ambayo mwandishi ameitumia kwa kumtumia mhusika huyu Sara. Naam. Bila shaka tutasema pia kwamba huyu Sara amewaunganisha wahusika wengine wote. Manake Sara ni jirani yake Dina, Sara ni mke wake Yona, Sara ni mama yake Neema, Sara ni mkwe wake Bunju. Kwa hivyo amewaunganisha wahusika, akawatoa kijijini, akawapeleka hadi mjini, tukawaona wale wa mjini. Manake iwapo Sara angesalia kijijini, hatungempata Asna. Manake Asna amebaki tu pale mjini. Kwa hivyo kwenda kwake mjini tukamuona Asna. Na iwapo Sara hangekuwa kijijini, hatungemuona Dina, hatungemjua Kiwa. Kwa hivyo ameunganisha wale wahusika wote katika hii tamthilia yetu ya Bembea ya Maisha. Pengine kwa kutaja tu kauli ya mwisho ikiwa unayo, sijui nije kwako Bi Makwa. Nafikiri tunaweza tukasonga kwa swali linalofuata kwa sasa. Sawa. Naam. Swali la mwisho kwa kifupi ni kwamba eleza umuhimu wa neema katika tamthilia ya Bembea ya Maisha. Eleza umuhimu wa neema katika tamthilia ya Bembea ya Maisha. Moja kwa moja Bi Makwa, tupe mfano wa umuhimu tu, hoja moja ya neema.
Neema tunaona kwamba ametumika kukuza maudhui ya malezi. Tunaona namna ambavyo anamlea mtoto wake, anamwelekeza hasa katika elimu ya umilisi. Anahusika moja kwa moja katika elimu ya mwanawe, kumwelekeza mwanawe. Tunaona anamtuma kwenda kuosha anchifu, anamsaidia kufanya udurusu wake na homework yake pale nyumbani. Kwa hivyo anatuonyesha nafasi ya mzazi katika malezi ya mwanawe. Malezi ya mwanawe. Naam. Zaidi ya malezi. Tutasema pia kwamba ametumika kuonyesha dhima ya umuhimu au umuhimu wa elimu kwa mtoto wa kike. Manake elimu yake imesaidia pakubwa. Ameweza kumshughulikia mamake ambaye ni mgonjwa, ameweza kuendeleza wazazi wake pale kijijini, amanulia jiko la gesi, na hata kijiji kizima tunampata kupitia kwa mhusika wetu Luka. Kijiji kinafurahia kuwepo kwa Neema ambaye wanamuita Simba kijijini. Kwa hivyo anatumika kuonyesha umuhimu wa elimu kwa mtoto wa kike na nafasi ya mwanamke pia katika jamii. Mwalimu Mako, pengine utuambie kauli ya mwisho, iwe ni kauli kuhusu Neema au ni swali? Mwisho kabisa ningependa kuwahimiza wanafunzi wawe makini wanapojibu haswa maswali ya wahusika. Maana lazima wajue wahusika ndani na nje. Mpaka na majina yanavyoandikwa, yanavyoendelezwa. Najua kwamba tamthilia hii ya Bembea ina majina ambayo wengi wanafahamu kama Sara, Yona, Bella, na maendelezo ni tofauti kabisa. Kwa hivyo kila ambacho ningependa kuwasisitiza wanafunzi ni kwamba wasiendeleze kama majina yao. Kwamba Neema abadilishe maendelezo, Yona aweke kule mwisho, Bella aweke la 2 pale katikati, la aendeleze namna ambavyo imeendelezwa kwenye kitabu. Nafikiri tuna swali ambalo mwanafunzi anaweza kushughulikia wakati wake, mwalimu atatusomea. Sawa sawa. Ingine kwa haraka tu, tumwache mwanafunzi na kazi ya ziada. Wakati wote mwalimu akifundisha lazima mwanafunzi apewe kazi ya ziada. Nitasoma maswali mawili. Swali la kwanza, kwa kurejelea tamthilia ya Bembea ya Maisha, jadili kwa hoja 10 namna mhusika Yona anavyokuza ploti ya hadithi. Kwa kurejelea tamthilia ya Bembea ya Maisha, jadili kwa hoja 10 namna mhusika Yona anavyokuza ploti ya hadithi. Alama 10. Halafu swali la pili, eleza sifa na umuhimu wa Asna katika tamthilia ya Bembea ya Maisha. Eleza sifa na umuhimu wa Asna katika tamthilia ya Bembea ya Maisha. Alama 10. Mwanafunzi kupita kitabu ama kuelewa kitabu, bila shaka lazima usome na zaidi. Usome na zaidi. Kabla sijatamatisha, swali lako la alama 10. Je, kama mwanafunzi inahitajika hoja 10 au naweza nikasema hata 5 kulingana na hizi alama? Iwapo umeambiwa kwa swali la kwanza tumesema jadili kwa hoja 10 namna mhusika na tukakupa alama 10. Bila shaka inamaanisha hoja 1 alama 1. Hizi hoja naeleza, nitataja nikieleza ama kutaja pia napata alama au mpaka nieleze? Utataja na ueleze upate alama 1. Alama 1. Vizuri. Kwa sababu tukasema lazima asome. Ndio fasihi. Ndio fasihi. Nimshukuru sana kwa kutudadavulia mambo haya ya wahusika. Bila nyinyi hatungejua, singejua plot ni kitu gani. Lakini naamini pia mtazamaji ambaye ni mwanafunzi ameelewa plot ni nini na namna ya kukuza sifa kulingana na dondoo hizi zenu na umuhimu wake katika tamthilia ya Bembea ya Maisha. Niseme nini, niache kipi? Nafikiri tumalize kwa hivi. Tuweke vitabu vyetu chini. Maana tumeshamaliza tamthilia yetu ya Bembea ya Maisha. Amekuwa ni mwalimu Meshak na pia mwalimu Makwa. Nami niite Fibian Muthama. Endelea kutizama Edu TV. Lakini kwanza tutamatishe kipindi chetu cha uchambuzi wa Bembea ya Maisha. Tunakamilisha hivi. Ribo aye. Asanteni sana kwa kuwa nasi.